Haoni hiyo sasa si mwili ya baba yake. Nini wanahitaji nini chinyende kwa Kiswahili wanahitaji? The deceased has been coming in dreams saying that my son, this is not right. What you have done, what they did to me is not pleasing. And the reason of that, kindly exhume my body back. I want to come back home. Sisi ni Waafrika na tuna kimila yetu wa Afrika ambayo inasema mtu over 80 years hawezi kuchimba kaburi yake saa hii wakati wa saa hii. Hapana, usiku. Nilisema ongojeni usiku ndio mchukue mwili muende na tena the will ya Mose inasema nini? Inasema awekwe hapa au aende kwa second wife. Hiyo kaburi nyingine ni ya bibi mkubwa na walifunga ndoa, ako na marriage certificate. Nani anatakikana asike huyu? Muse mwenyewe aliongea kwa watoto akasema asiko hapa. Na huyo mtoto ameuza huko shamba, amemaliza amekuja kuchokosa. Angalia boma vile iko. Watoto wako, lakini watoto wako nje. Hatujui penye watoto wameenda. Ingana na kimila na desturi ya Waluya, bibi mkubwa ndiye anashika bwana yake. Na hii maneno ya kila saa au bibi wadogo kwenda hadi wanaenda kwa serikali wakuje wafanye nini? Waharibu maneno ya mzee maneno mkubwa. Huyu mzee ameshikwa kwa boma yake, bibi yake mkubwa ameshikwa hapa. Sasa hii maneno ya serikali kuanza kufuatilia maneno ya bibi mkubwa, wacha wakuje serikali iende kwa desturi ya kimila. Bwana naye nani atamzika na iwe kipengele. Hii maneno ya kwenda kuzika mzee tena wakuja wafufue. Serikali kama inataka jukumu iende itengeneze hii katiba yenye tunaona hii. Kuanzia kitambo ilikuwa mzee mwenye boma akiaga anazikwa kwa bibi mkubwa. We had agreed that the body should be buried at Nasusi, which is in Kimilili. Even the burial permit states that the body should be buried there. The final residential of our lovely daddy, Mr. Evans Nambafu Masolo. And the funny thing is that they buried the body of our father without our presence, and they buried it at night, which we were not happy as a family. I really wonder why they were malicious to my father, and he was a grown-up person with respect, with due much respect, but they refused to comply with his wishes. More so, apart from that, my daddy has been going treatment at Optimum Hill, Webuye. He was amputated the leg because he was suffering from diabetes, and that caused his left leg to be amputated, and the parts were buried at Nasusi. This part should be buried, even he allocated the place to be buried. That is the reason we have exhumed this body. Ninaweza zungumuza kwa familia yetu ni kuwa tunatakana tukue na ushirikiano, tukue na upendo na tufanyie baba kitu ambacho alikuwa anahitaji. Lakini sisi tukikuwa na mipaka, ndugu zake wakimuzika usiku, even as a family member, I'm not happy because the deceased has been coming in dreams saying that my son, this is not right. What you have done, what they did to me is not pleasing. And the reason of that, kindly exhume my body back. I want to come back home.